Naitwa Aisha Petro. Tatizo la mtoto wangu jamani. Mtoto wangu anaumwa, niliambiwa mara ya kwanza. Ana nyama za pua. Nikaandikiwa rufaa ya kwenda Makiungu. Nilipoenda Makiungu wakampima kwenye CT scan. Wakaenda kumfanyia upasuaji, kwenye upasuaji wakasema tumeshindwa operation ya mtoto wako, ana matatizo ya uvimbe. Uvimbe ambao uko kwenye paji la uso, ambaye imeziba kwenye matundu yake ya pua, ana hema na mdomo tu. Dalili ya mwanzo niliyoiona kwa mtoto, wakati sijagundua kabisa tatizo lake, alikuwa anatafuna meno tu. Alikuwa anatafuna meno usiku akilala. Baada ya hapo akaacha kutafuna meno. Ndio akawa anakoroma. Anakoroma kwa yani kiasi kwamba unashindwa hata kulala. Sikujua kwa nini alikuwa anakoroma bila, nikafikiri ni mafua tu ya kawaida au amepata mafua. Kadri tunapokaa ninapoendelea kumuona na sema labda na mafua tu. Ndio wenzangu, mama mmoja akanishauri, akaniambia huyu mtoto atakuwa na nyama za pua, mbona mtoto ana hema na mdomo? Wewe umeoni? Maana yake mimi nilikuwa sikutambua wala, nikasema labda na mafua tu, maana madawa zote za mafua nini kila siku anapimwa damu, hana shida yoyote na hana mafua yoyote. Na hizo dawa zikawa zimsaidia, hali ikawa ni hivyo tu. Baada ya mwisho nilipompeleka hospitali hapa wakasema hatuna vipimo vyake ya ya CT scan hapa. Nenda mpeleke Makiungu. Nilipoenda ndio wakaniambia mtoto atakuwa na nyama za pua, nitakuwa afanywe upasuaji. Wakanipangia tarehe, wakaniambia madokta watakuja tarehe fulani wakufanya upasuaji huo. Usubirie madokta wao. Wakanipangia tarehe walionipangia nikaenda. Nilipoenda wakaenda kumfanyia upasuaji. Walipoenda kumfanyia upasuaji mimi nikajua ni tayari. Tukalala hiyo siku, akaongezewa hadi damu. Nikajua mtoto wangu ni tayari ameshafanywa upasuaji, maana aliporudi ana madamu huku. Nikajua tayari siku naruhusiwa. Ndio nikaambia mama, mtoto wako imeshindikana operation wake, kwa sababu tulichokuta sio nyama za pua. Tumekuta ana uvimbe mkubwa alafu una damu nyingi sana. Hapa hatuna vyombo vya kutosha. Kwa hiyo unatakiwa uende mbele kwenye hospitali ambayo ina vifaa hivyo, ambaye na hivi vyombo vya kutosha ya kumsaidia huyu mtoto akafanywa upasuaji wa kutolewa hiyo uvimbe. Kwa hiyo tafuta milioni 5 inaweza kukusaidia, na kadri unapozidi kukaa hiyo inazidi kukua, inaweza ikafika kwenye ubongo, maana imebakiza sentimita kidogo tu uvimbe huo. Tafikia wanasema ukimchelewesha inaweza ikafika kwenye ubongo, maana unakuwa. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa anatoa hewa kidogo kwenye pua moja. Sasa hivi ikawa pua zote haitoi tena hewa. Kwa hiyo hewa hata ile kidogo ilikuwa inatoka hakuna tena. Ndio maana juzi alipopata maumivu makali nilipompeleka hapo Tumaini, ndio akanipa rufaa tena. Sasa tulishakupa rufaa, umerudi tena hapa. Hatuna kitu chochote cha kumpa huyu mtoto zaidi ya akafanyiwa matibabu yake. Kwa hiyo ndio maana niliwatafuta nyie mnisaidie, maana sina chochote. Siku anapolala, maana yake hiyo kitu sasa ni kama ananyongwa. Akilala yani anapumua na mdomo tu, utaona mapovu yanatoka, anaanza kukanyaga mpaka umshtue. Sasa akilala na mgongo utaona anatoa mapovu kwa sababu anashindwa kuvuta hewa vizuri. Utaona sasa anatoa mapovu, unamwambia lala na mbavu, unamshtua. Yani usiku nakuwa silali kwa sababu namlinda yeye. Manake naona usiku inaweza kumkuta kitu chochote, na siku ambayo kuna baridi kabisa ndio pale anapovimba na kupata maumivu makali sana ya kichwa. Mume wangu amenikimbia wakati alipomwona mtoto anaumwa sana, na alipozidiwa mtoto yeye ndo akatokomea mahali popote. Yani mimi sijui alipoelekea, maana yake nikipiga simu yangu hataki kupokea, nikibadilisha simu yoyote akisikia ni sauti yangu hapokei. Kwa hiyo hata mpaka sasa hivi simjui alipo. Ni mimi tu ninapambana na watoto. Yani ndio maana nimeomba Watanzania mnisaidie. Yani sina namna yoyote namna ya kumsaidia huyu mtoto kwa ajili ya hali ya mtoto. Alipomwona mtoto anaumwa sana ndio yeye akakimbia. Akaniachia mtoto pamoja na mdogo wake. Amenirudisha nyuma sana kwa sababu kila chochote hapa sasa hivi ninahangaika kutafuta ili niweze kumsaidia huyu mtoto. Maana yake unatafuta chochote useme hata ukanunua chakula, mara mtu amezidiwa na kimbizana hospitali. Kwa kweli sina namna yoyote hata kutafuta kitu chochote. Zaidi ni mawachosha ndugu na kuwaomba chakula na kuomba kitu chochote walichokuwa nacho wanisaidie.
Sina namna ya kumwokoa mwanangu, zaidi nimebaki na machungu na kuumia moyoni. Mpaka kuna saa yani nasema yani sijui nifanye nini. Nimemwachia tu Mungu anisaidie, maana sina namna yoyote. Ndio maana nimeomba Watanzania, nipeni msaada, mnisaidie tu jamani, mwanangu apone. Niumiza kisaikolojia, imeniumiza kifikra, na imenirudisha sana maisha yangu nyuma. Mpaka tangia asubuhi sijampa mgonjwa kitu chochote zaidi ya uji tu, maana sina kitu chochote. Na hata kielimu amerudi sana nyuma kwa sababu haya matatizo yake. Maana hapa sasa hivi mpaka kuna kitu imemkuta anakuwa na usahaulivu. Ukimwambia kitu fulani ni akaweke, baadaye ukimuuliza hajui tena umeweka. Kumbukumbu zinampotea. Imeanza kumpotea kwa sababu maumivu makali anayapatia kichwa. Sasa mpaka natamani niwaambie hata watoto wangu sumu na mimi mwenyewe nife humu ndani, kwa sababu sina namna yoyote ya kumsaidia mwanangu kabisa. Inaniumiza sana. Inaniumiza sana hali. Maana mpaka kuna saa nimesema najuta kwa nini nimewaleta watoto duniani afu nimeshindwa kuwaokoa. Kwa kweli imenikatisha tamaa sana, lakini naomba tu. Kuna wachungaji walikuja kuniombea asubuhi, ndio wamenipa moyo, maana nilikuwa nichakata tamaa kabisa. Asubuhi walinikuta hata nilikuwa natoka. Nilipokuwa natoka hata sijui nilikuwa nielekee wapi. Ila nilisema niondoke, hata nikipata ile yote nichukue chochote, hata cha kuzuruta familia yangu, nijifungie humu ndani, watu wanisike tu na wanangu, maana sina namna ya kuwasaidia. Imenikuta nimeshindwa kuwasaidia. Nimekuwa mama wa ajabu. Nimekosa kipato chochote ya kumsaidia mwanangu. Kwa kweli inaniuma sana. Maana hata ukisema nina kuku hata wa kuuza sina. Hizo 5 milioni mimi naipata wapi? Maana hapa kwa mimi nimepanga sina hata kuku. Nyumbani kwetu wana hali duni. Hawana hata kitu chochote. Hata mbuzi hawana. Mara ya kwanza hizi kidogo walipigania hapo Mwakyungu. Uwezo umeishia hapo. Ulipofikia hatua ya juu sasa wamesema tumwachie Mungu. Ina maana inachotokea itokee. Lakini mimi kama mama, roho inakataa. Siwezi kumwacha mwanangu, ndio maana bado naomba msaada. Mtoto wangu kwa sasa hivi ana mahitaji ya kwenda kutibiwa Muhimbili. Na kesi inaitakiwa ni shilingi 5 milioni. Naombeeni mwenye walioguswa na hii tatizo langu. Naomba wanayeweza kunisaidia nisaidie jamani, mnisaidie chochote ili niweze kumpeleka mtoto wangu kwenye matibabu. Watanipata kwa namba zangu 0789 53 90 85. Jina itakuja Teresia Petro Naria. Kichwa ikianza kumuma, hali kitu chochote na hakuna inachoenda tumboni. Zaidi anatapika kwa uchungu anayepata. Yaani kila kitu inarudi. Na kila muda ni kukimbia kwenda kutapika. Na hakuna kitu anaingiza tumboni. Sasa hivi ana wiki nzima hamna kitu aloingiza tumboni zaidi ya juisi ya leo tu nilomnonolea. Yaani hakuna kitu anayekula, ndio maana nilikuwa nampeleka hospitali. Zaidi hospitali wananisaidia gani madripu tu. Kwa sababu hali kitu chochote. Maana hamna kitu inakaa tumboni. Maana nasema maumivu anayepata paka tumbo inawaka moto. Nimebaki peke yangu. Alafu matatizo mtoto wangu akianza kuumwa hapa anavolia, mama nisaidie, alafu nashindwa kumsaidia. Inaniuma sana. Inaniuma sana. Kukaa na mgonjwa ambayo haujui utampeleka hospitali lini. Alafu unakaa naye, inauma sana. Maana yake wewe ambao unamuuguza ndio unayepata maumivu maradufu kuliko hata huyo mgonjwa. Maana yake hakalishi kitako chini akianza kuumwa, utafikiri anaumwa uchungu. Ni kuhangaika, naenda narudi, ni kwenda kutapika tu na hamna kitu inatoka, na maana hamna kitu anakula. Kimpata kijiko kimoja cha uji ameshakimbia kwenda kutapika. Maana yake mishipa hizi zote zinasimama. Mpaka siku maumivu kisha anasema hapa upande wako umekufa ganzi. Maana yake kwa ajili ya maumivu.